vikao kama hivi kwa kaida tunaanza na dua. Inshallah tunaanza kikao chetu kwa dua. La hadrat Nabi Maulana Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Al-Fatiha. يكون هكذا سواك جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين حاجاتنا كما جميت أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Ndugu waandishi wa habari na tunaofuatilia jambo hili, hapa tupo katika presi ama kikao maalum kwa ajili ya kuzungumzia utaratibu na namna gani mpaka sasa kuhusiana na taasisi zetu za hija zimeweza kufanikisha swala zima la ibada ya hija. Kwa ufupi tu ni kuzungumza kwamba utaratibu wote wa ibada ya hija kwa taasisi zote za Tanzania bara na visiwani, alhamdulillah tumeshakamilisha ulipaji wa aina zote, ikiwemo mahema, hoteli na kila kitu. Sasa hivi kikubwa zaidi ni kutaka kuwahimiza tu kwamba mahujaji wetu ambao waliokuwa tayari wapo katika foleni, kuhakikisha kwamba kwa namna tulivyoambiwa na wizara, pasipoti zimeanza kuingizwa katika mfumo ama system kuanzia tarehe 1 na mwisho ni tarehe 8 ili kwa ajili ya kutoa visa. Kwa hivyo tupo hapa leo katika swala zima kabisa la kuwakumbusha watu na hasa wale ambao ni watarajiwa wanaofanya ibada ya hija, basi wajue kwamba utaratibu wa mambo yote ya hija umeshakamilika na sasa hivi tupo katika muendelezo wa kukamilisha mwingine aliobakia. Kwa hali hiyo ni kuwaomba viongozi wa taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba pale ambapo bado hawajafanikisha basi wakamilishe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zoezi zima la mahujaji wanaenda kutekeleza ibada ya hija. Pamoja na kuwa sasa hivi kuna utaratibu ambao upo, tunataka mahujaji wafahamu. Sasa hivi kunatakiwa vipimo kwa mahujaji wote. Mahujaji wote wanatakiwa wapate vipimo, na hili sio swala labda la taasisi moja, bali ni mfumo ambao Wizara ya Hija ya Saudi Arabia umeuweka. Kwa hivyo mahujaji wetu ambao wapo katika taasisi mbalimbali, hili wakiletewa kwamba kunatakiwa tukapimwe vipimo aina mbalimbali kama itakavyoelezewa katika fomu za vipimo, basi wawe tayari kufanya hivyo. Kwa hiyo hili ilikuwa mimi nalifikisha mahujaji wafahamu kuna utaratibu wa vipimo. Bila ya kupima hujaji hawezi akapatiwa visa. Lazima hujaji akubali kupima, na inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh Muhammad hapa ataelezea namna gani, ni sehemu gani mahujaji hawa waende wakahakikisha wanapima afya zao na utaratibu ukoje. Kwa hivyo hili namwachia ndugu yangu Sheikh Muhammad aliendeleze inshallah. Penda kuendeleza pale alipoacha Sheikh Juma kuhusiana zima swala la kupima afya, kama alivyosema kwamba utaratibu sasa hivi unatakiwa kila hujaji apime afya ili aweze kupata visa, na imeteuliwa hospitali maalum ambayo kila hujaji atatakiwa akapime hivyo vipimo, na inshallah hospitali hii watatangaziwa mahujaji kwa sababu iko katika mchakato wa kukamilisha mikataba inshallah. Jambo jingine ni kusisitiza kwamba, na kama tulivyokuwa tunaambiwa kwamba taratibu za hija zimebadilika. Taratibu za hija zimebadilika na sasa hivi watu wanatakiwa wajiandikishe mapema. Kuanzia sasa mpaka itakapofika tarehe 20 mwezi wa 3 visa zinaanza kutolewa. Kwa hiyo baada ya hapo system ya visa itafungwa na hakuna hujaji ambaye baada ya hapo atapata visa. Kwa hivyo inatakiwa sasa hivi watu wote walikuwa na nia kwenda hija wajiandikishe katika vikundi wanavyotaka,
kabla ya kufika tarehe 20 mwezi wa 3. Na kwa hiyo tunaomba waandishi wa habari wafikishie umma huu wa Kiislamu katika nchi hii kwamba yale mazoea ya kungoja mpaka mwisho sasa hivi yameshatoweka. Kuomba kwamba serikali au Wizara ya Mambo ya Ndani ijitahidi sana kufanyia haraka kutoa pasipoti au hati za kusafiria kwa mahujaji, na mahujaji wetu ambao bado hawajapata pasipoti, basi muda wa kuomba pasipoti ni huu, lakini vile vile muda wa kulipia ni huu. Ndugu watazamaji na wasikilizaji mtakaokuwa mnatazama au kusikiliza taarifa hizi rasmi zinazotolewa kuhusiana na hija ya mwaka huu Hijiria 1447 na miladia ni 2026. Kwa hakika utaratibu mzima wa hija umebadilika sana. Kauli mbiu ya Mufti inasema tubadilike, na hapa Waislamu wote wa Tanzania wabadilike katika utaratibu wa kwenda hija. Wale wote ambao wametiania na wako tayari wanatakiwa walipe haraka iwezekanavyo, vinginevyo hao watakuwa ni mahujaji wa mwakani. Sasa hivi tumefikia hatua ya kutakiwa kuingiza pasipoti zetu katika mfumo ambao ndio utaruhusu kutolewa visa. Kwa hiyo huna passport, harakisha sana upate passport uingizwe kwenye mfumo. Na mfumo huu unaingizwa sambamba na vyeti vya hospitali vya upimaji wa afya. Kuna maradhi kadhaa ambayo yameorodheshwa. Wenye maradhi hayo sasa hivi watakuwa hawawezi tena kwenda hija, labda kwa kibali maalum. Halikadhalika umri ushaanza kuzungumziwa, zaidi ya miaka 60 inaweza ikawa ni muhali kwenda hija. Kwa hiyo tujitahidi sana, wale ambao makusudio yao ni kwenda hija wajiandikishe, walipe, watengeneze hati ya kusafiria ambayo ndo passport, ikiambatana na vyeti vya afya vinavyohitajiwa na mamlaka husika ya Saudi Arabia inayoshughulika na mambo ya hija. Sisi wa Tanzania tumepata nafasi 20,000. Kama wapo wa Tanzania watakaofikia idadi ya 20,000 na wakakidhi vigezo, basi tunaweza kwenda wa Tanzania 20,000. Lakini tuombe Mungu, mpaka sasa 4,000 hatujafika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mpaka sasa wa Tanzania 4,000 hajafika. Huku Tanzania bara mpaka sasa tuna hesabu ya 1,300 takriban, kama hivyo 1,300. Tunaomba sana kwamba wale wanaokusudia kwenda hija walipie, ili kuna pande mbili, wao wenyewe waweze kwenda hija, lakini pia wapunguze mzigo ambao taasisi zimebeba. Taasisi zimebeba uzito, zimeshalipia kila kitu. Wapo waliosema wanakwenda itapeleka mahujaji 200, wapo 150, wapo 100, wapo 50, lakini mpaka sasa hata nusu, 50% hatujafikia. Nilikuwa nimeona jadwali hapa, inaonekana ni 45%. Vinginevyo maana yake ni kwamba kama Waislamu hawatajitokeza kwa haraka, basi mwakani hizi taasisi nazo zinaweza zikapunguza idadi. Ukakuta watu wanataka kwenda lakini wakashindwa kwenda kwa sababu idadi tuliopeleka ya kuomba ikawa watu wamepunguza. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nasisitiza kwamba wale wote ambao wametiania ya kwenda hija, na kuna kipengele B
wale wote ambao wametiania kuwapeleka watu kwa sababu moja au nyingine. Wapo watu binafsi, zipo taasisi huwa wanatoa fursa ya kuwapeleka baadhi ya watu wao hija. Hizo nazo taasisi zifanye haraka kuweza kuwalipia hawa watu na kutayarisha nyaraka zote zinazohusika. Kwa hiyo ikifika tarehe 8 mwezi Februari, hapo mlango wa mtu kwenda hija utafungwa. Tarehe 8 mwezi wa pili, mlango wa mtu hata ukiwa na bilioni takuwa huwezi tena kwenda, labda kama una njia nyingine ya kidiplomasia. Hiyo ni njia nyingine inshallah. Baada ya kusema hayo, inshallah tunakaribisha maswali, na kwa sababu wenyewe sisi tuliotangulia kuzungumza hapa wote ni wadau. Sisi tuliozungumza hapa wote ni wadau. Sasa mwenyewe mmoja wapo inshallah yuko hapa, atajibu kisahihi kabisa. Nashukuru mwandishi kwa swali lako hilo. Kwanza niseme karibuni sana katika press yetu. Nitangulize kusema kwamba viongozi baadhi wamepata udhuru. Mwenyekiti wetu amepata udhuru, naona mufti kesho atakuwa safarini. Kwa hiyo kuna mambo ambayo anabidi yatekeleze. Lakini makamu mwenyekiti yuko Saudia akishughulikia baadhi ya mambo kama haya. Katibu wetu pia Bi Mayasa naye yuko Saudia akishughulikia mambo kama haya, na baadhi ya viongozi pia wamepata dharura. Lakini alhamdulillah tumepata wajumbe wetu na wadau wote wamelisimamia vizuri hili jambo. Labda kuhusu swala zima la kuchelewa kwa mahujaji kujiandikisha, mimi nasema ni tabia ambayo kwa maana huko mwanzo ilikuwepo na watu bado wameamini kwamba itakuwepo, lakini Saudia wamebadilika, wana vision yao 2030. Kila kitu hivi sasa wamekiingiza katika masuala mazima ya mifumo yao ya kiuchumi. Kwa hiyo hawawezi tena wakasubiri au wakaendesha kiholela kama zamani. Kwa hiyo mabadiliko haya yanatuathiri sisi kwanza kwa sababu taasisi zetu hazina uwezo, yani kwa maana kwamba ya kuweza kulipa na kulipia mambo yote, lakini pia hata waendaji hija wetu wengi huku ni watu ambao ni watu wa kusaidiwa. Na hata wale ambao sio wa kusaidiwa bado wana mazoea yale kwamba baada ya Ramadhani ndio nianze kushughulika na swala zima la hija. Kama mlivyotangulia kusikia kusema kwamba Ramadhani au Shawwali moja, mfungo mosi moja, yani siku ya Idi ile ndio siku ya mwisho ya kutoa visa. Sio kuomba, kwa maana atakayekuja baada ya sikukuu, baada ya Ramadhani, hata aje na pasipoti na pesa, system inakuwa imeshafanya nini? Imeshafungwa kule. Tunatamani sisi kuwapokea, lakini tunajitahidi sana kuhamasisha na kama hivi kwa press kuwakumbusha wapi tupo na wapi tunatakiwa tubadilike. Kikubwa zaidi hamasa ziendelee na waandishi muwafikishie na mashehe na kila taasisi mnayoiona hapa imeshazunguka sehemu nyingi sana, imeshafanya makongamano mengi sana, imeshafanya mihadhara mingi sana kwa ajili ya kuhamasisha. Lakini bado utayari wetu au mabadiliko yetu kama tunavyojua, wakati mwingine hata kwenda kuomba NIDA ukiambiwa kesho ndio mwisho, tunajua Mtanzania anavyokuwa. Siku ya mwisho ndio utakuta foleni kubwa, au tumeshazoea kwamba muda uongezwe. Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo ni ya jumla ambayo natakiwa Watanzania tuwe nayo.